Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Iran imesema bado haijafikia uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya amani na kusitisha vita na Marekani. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimeonya kwamba ukosefu wa usalama unavuruga juhudi za kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunaiangazia mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia, lakini na nafasi ya timu kutoka bara la Afrika ikoje katika michuano hii, na ni taifa gani lina nafasi ya kutoa ubingwa mwaka huu? Ipo timu ya Afrika ambayo inaweza ikaja katushangaza, lakini ni lazima waongeze jitihada za kutosha kwa sababu wanapambana na mataifa ambayo yamekuwa na ubora katika maeneo yote. Ijumaa leo ya Juni 12 mwaka 2026. Msikilizaji, kwanza nampisha mwenzangu Halima Nyanza akusomee muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu. Asante Skola. Iran imesema haijafikia uamuzi wa mwisho juu ya makubaliano ya amani na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Iran amenukuliwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo akisema kuwa kwa sasa bado wanayapitia makubaliano yaliyopendekezwa. Kauli hiyo imekuja baada ya Rais Donald Trump kusisitiza kuwa makubaliano ya mzozo uliopo wa kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz karibu kukamilika. Awali akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani, Rais Donald Trump ameelezea kufikiwa kwa makubaliano hayo kwa kiasi kikubwa na kwamba hati za makubaliano zitakamilika siku chache zijazo. Ndugu na jamaa za watu waliokufa katika ajali ya shirika la ndege la India iliyotokea mwaka jana leo wanaadhimisha kumbukumbu ya mwaka wa kwanza toka kutokea kwa janga hilo, huku wakisubiri ripoti kamili juu ya chanzo cha ajali hiyo. Watu 260 walikufa baada ya ndege hiyo kugonga maeneo ya makazi muda mfupi tu baada ya kuanza kupaa kutoka katika mji wa Ahmedabad kuelekea London. Wachunguzi wanatarajiwa kutoa matokeo ya uchunguzi wao wa karibuni, lakini hata hivyo ripoti ya mwisho juu ya ajali hiyo itachelewa kutolewa mpaka baada ya maadhimisho hayo ya mwaka mmoja. Kikosi cha timu ya taifa ya soka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hatimaye kimewasili nchini Marekani kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia baada ya kuwa kwenye karantini ya siku 21 kutokana na nchi hiyo kukumbwa na mlipuko wa virusi vya Ebola. Kikosi hicho kimewasili jana mjini Houston kikitokea Ubelgiji ilipokuwa kijiandaa na michuano hiyo. Mchezo wao wa kwanza watacheza na Ureno siku ya Jumatano. Kocha wa kikosi hicho amesema ana matumaini wachezaji wake kufanya vizuri ili kupeleka furaha nyumbani. Timu nyingine ya Afrika Kusini ilicheza katika mchezo wa ufunguzi hapo jana na Mexico na kubugizwa mabao 2-0 kama anavyoelezea shabiki huyu. My name is Buse Terence Kama. I'm from Swaziland. Jina langu ni Buse Terence Kama, natokea Swaziland. Maoni yangu kuhusu mchezo huo, tunasikitika sana kwamba Apollo hakuanza, na pia nina furaha juu ya uchezaji mzuri wa Mukazi. Amecheza vizuri sana. Nafikiri kutolewa kwa kadi nyekundu ya pili haikuwa sawa. Hiyo hatukustahili, lakini ni mchezo wa kwanza tu, na tutafanya vyema zaidi wakati ujao. We're going to do better the next time. Na waziri wa jeshi la Uingereza amejiuzulu kutokana na gharama za matumizi ya fedha ndani ya jeshi muda mfupi tu baada ya waziri wa ulinzi wa nchi hiyo John Healey kufanya hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amemteua Dan Jarvis kuwa waziri mpya wa ulinzi. Awali waziri wa ulinzi alimlaumu Sakea kwa kutoweza kutoa rasilimali zinazohitajika ili kuweka nchi salama. Al Kans ni waziri wa 7 kujiuzulu serikalini katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako hapa katika studio zetu za Dar es Salaam na mwenzangu huyo
Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio washirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera kule Ngara, Radio Free Africa, Radio 1 ya Dar es Salaam, Zenji FM visiwani Zanzibar. DRC ni Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Kenya Count FM, Nyota FM, Pamoja FM. Uganda Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha na internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Irani imesema bado haijafikia uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya amani na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje mjini Tehran, Ismail Baghei, amenukuliwa na vyombo vya habari vya Iran akisema makubaliano yaliyopendekezwa kwa sasa yanapitiwa, lakini Iran haijafanya maafikiano kuhusu msimamo wake. Kauli zake zinakuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kudai kwa mara nyingine kwamba makubaliano ya kumaliza mzozo wa sasa na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yako karibu. Zaidi na Victor Kenani. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kwamba makubaliano ya awali yenye lengo la kumaliza vita na Iran yako karibu baada ya kuchapisha ujumbe akisema alikuwa amefuta mashambulizi dhidi ya nchi hiyo. Aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya Oval kwamba makubaliano na Iran yalikuwa yamefikiwa. Tumefikia makubaliano mazuri sana ya kumaliza vita na Iran na sasa tunasubiri kukamilishwa kwa nyaraka. Tunapaswa kukamilisha hilo katika siku chache zijazo. Huenda tukawa na hafla ya kutia saini, labda Ulaya, na hili ni jambo kubwa sana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, aliambia televisheni ya taifa kwamba taarifa za kuwepo kwa makubaliano ilikuwa ya kubahatisha na kwamba hakuna jambo lililokamilishwa. Bila kujali matamshi, vitisho na madai ya upande mwingine, sisi tunazingatia masilahi ya taifa la Iran. Kuhusu maelewano ya jumla, wakati wote tunaporidhia kwamba yanahifadhi masilahi ya taifa la Iran, bila shaka tutatangaza hilo kwa uwazi. Kufikia wakati huu ninapozungumza nanyi, bado hatujafikia hitimisho la mwisho kuhusu swala hili. Trump amewahi kutoa madai kama hayo hapo awali kwamba nchi hizo mbili ziko karibu kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo huo. Saa chache kabla ya tangazo hilo, Trump alikuwa ametangaza kwamba angeiandama Iran kwa nguvu kubwa sana. Baada ya kauli zake za hivi karibuni, bei ya mafuta ghafi ya Brent ilishuka hadi takriban $89 kwa pipa, ikiwa ni punguzo la 4.4% katika siku hiyo. Trump pia alisema kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa mara tu makubaliano yatakapotiwa saini. Kiongozi huyo wa Marekani alisema amezungumza na viongozi wa eneo hilo wakiwemo washirika wa Ghuba pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, akiongeza Mashariki ya Kati yote ina furaha sana. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel ilithibitisha kuwa mazungumzo yalifanyika na kusema kwamba Israel ni sehemu ya hati ya maelewano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Baghei, alisema sehemu kubwa ya maandishi ya hati ya maelewano tayari ilikuwa imekamilishwa, lakini Marekani ilikuwa imetoa madai ya kupita kiasi na kuongeza matakwa mapya. Licha ya kukubaliana kusitisha mapigano mwezi Aprili, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana mara kwa mara, ikiwemo duru mbili za mashambulizi ya kulipizana kisasi wiki hii. Wakati huo huo, Trump ameendelea mara kwa mara kueleza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano na Iran. Taarifa yake Victor Kenani. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimeonya kwamba ukosefu wa usalama umekuwa ukivuruga juhudi za kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akitoa taarifa ya wiki, mkurugenzi mkuu wa kituo hicho Daktari Jean Kasea amesema timu za afya katika eneo la Beni lakini pia jimbo la Kivu Kaskazini lilishambuliwa siku ya Jumatano ambapo waasi waliwaua raia, hali ambayo pia imesababisha safari za ndege za Umoja wa Mataifa zilizopangwa kwenda Butembo kufutwa. Taarifa zaidi na Halima Nyanza.
Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, Dr. Jean Kaseya amesema itakuwa ngumu kukabiliana na ugonjwa huo wakati wanakabiliwa na ukosefu wa usalama. Ametoa wito kwa mamlaka nchini humo kuhakikisha usalama unakuwepo kwa wafanyakazi wa afya na kutaka usitishaji wa mapigano. BBC imezungumza na Julius Kasongo, mwandishi wa habari na mkazi wa Beni, ambaye amesema wapiganaji wa ADF wameshambulia eneo la Boikene kusini mashariki mwa mji wa Beni na kuua raia 3. Aidha amesema kulikuwa na maandamano katika eneo la Ruwenzori kuelekea katika eneo la kibiashara wilayani, lakini hata hivyo hali ilitulia baadaye. Mlipuko wa virusi vya Ebola uliotangazwa Mei 15 kwa sasa umesambaa, ambapo maafisa wanasema watu 635 wamethibitishwa kuambukizwa na 127 kufariki dunia. Wagonjwa 260 wametengwa na wengine 30 kuruhusiwa baada ya kupona. Aidha, kituo cha Africa CDC kimesema kwamba takwimu zinaonyesha kuwa virusi vya ugonjwa huo vinaathiri zaidi vijana kuanzia umri wa miaka 15 hadi 44, ambapo wengi ni wale ambao shughuli zao zinawafanya kwenda maeneo tofauti na pia kufanya kazi katika maeneo yenye madini. Waathiriwa wengine wakubwa ni watoto chini ya miaka 4. Katika hatua nyingine, Africa CDC imesema hatari ya ugonjwa huo bado sio kubwa sana kiasi cha kupendekeza kusitishwa kwa mikusanyiko ya umma kwenye maeneo yenye maambukizi. Hata hivyo, kimeonya kuwa bila ufuatiliaji mzuri, uwezo wa maabara na ushiriki wa jamii, ugonjwa huo unaweza kuendelea kusambaa. Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kutoka kijiji cha mbali nchini Tanzania hadi kumbi za kitaaluma za chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza. Hii ni safari ya matumaini na ukombozi kwa mwanaharakati Rhoda Samuel. Yeye ni mwanzilishi wa shirika la Hope for Girls and Women Tanzania linaloendesha nyumba za usalama kwa wasichana wanaokimbia ukatili wa kijinsia ikiwemo ukeketaji. Isabella Magodi amezungumza naye na kumuuliza ni nini hasa kilimpa ujasiri wa kupinga mila ambayo yeye mwenyewe ilimwathiri karibu kupoteza maisha. Nilikuwa na umri wa miaka 13 ndipo mzazi wangu aliniambia napaswa kukeketwa wakati nimehitimu darasa la 7. Hali ile ilinipa udhaifu sana kwa sababu nilipokuwa darasa la 5 nilialikwa sherehe ya kukeketwa kwa rafiki yangu alikuwa anaitwa Sabina, na Sabina alifariki kwa sababu alitokwa damu nyingi sana. Nami nilishangaa, nilimuuliza mama yangu, unataka nife kama Sabina? Akasema hapana, hutokufa. Sabina walimchagulia ngariba mbaya, ndio maana yeye alikufa. Sisi tutakuchagulia ngariba mzuri. Hali ile ilinipa mashaka sana kwa sababu nilijifunza madhara ya ukeketaji kupitia Sabina. Hali iliyonipelekea nipate wazo la kukimbilia mjini. Nikiwa njiani naelekea mjini nilipata wazo ambalo lilinikumbusha wakati nikiwa darasa la 5 tulifundishwa madhara ya kukimbilia mjini pasipo kumfahamu mtu yeyote. Nilijiuliza maswali mengi, kisha baadaye nilirejea nyumbani, lakini huku nikiwa nalia nikiomba msaada, sikupata msaada. Hivyo nilikeketwa. Tulikuwa wasichana 16, ngariba 2, mmoja alikuwa kwa ajili yangu. Nilitokwa damu nyingi, nilipoteza fahamu. Na nyumbani sherehe ilibadilika kuwa msiba. Mama yangu na wengine walilia sana, lakini nilizinduka. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilimsikia mama mmoja akisema, amepoteza fahamu kwa muda mrefu, sijui kama akili yake itafanya kazi vizuri. Pale ndipo nilipojua kilichotokea. Na tangu siku ile familia yetu ilibadilika. Hawakuwalazimisha wadogo zangu kufanywa ukeketaji kama ilivyokuwa kwangu mimi. Umetaja kwamba kuna sheria ambazo ziko katika taifa la Tanzania za kupinga ukeketaji. Ipi changamoto? Mbona bado kuna wale ambao wanasifia tamaduni hii? Wazee wa mila ndio wanaotangaza ukeketaji muda umefika, na ndio wanaochagua ngariba, lakini pia wanapanga gharama ya kumkeketa binti mmoja. Utaona ni jinsi gani hao wanatumia ukeketaji kama sehemu ya kujipatia kipato. Lakini vile vile wako baadhi ya wanasiasa ambao katika kuomba kura wamewatumia wazee wa mila kushawishi ili waweze kupata kura. Na mwanaharakati huyo masuala ya ukeketaji Rhoda Samuel kama alivyozungumza na Isabella Mwagodi. Na sasa moja kwa moja viwanjani, twenzetu Victor Kenani. Shukran Skola. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, kombe la dunia limeanza kwa mbwembwe, huku mechi ya ufunguzi ikishuhudia kadi nyekundu zikitolewa kama pipi.
Wachezaji watatu walitolewa nje kwa kadi nyekundu wakati wenyeji wenza wa kombe la dunia Mexico walipoifunga Afrika Kusini kwa mabao 2-0 katika mechi ya kusisimua iliyochezwa mbele ya mashabiki waliofurika uwanja wa Azteca. Afrika Kusini ilimaliza mchezo ikiwa na wachezaji 9 pekee uwanjani, huku Mexico nayo ikibaki na wachezaji 10 kama dakika za mwisho za mchezo. Mwamuzi wa Brazil Wilton Sampaio alitoa kadi hizo nyekundu kwa mchezaji wa Afrika Kusini Yaya Sithole kwa kuzuia nafasi ya wazi ya kufunga bao Themba Zwane kwa kumpiga kumbo mpinzani, na baadaye akamtoa Cesar Montes wa Mexico kwa fauli mbaya mwishoni mwa mchezo. Katika kombe la dunia la Qatar mwaka 2022, jumla ya kadi nyekundu 4 pekee ndizo zilizotolewa katika mashindano yote, huku mechi ya ufunguzi ikiwa haijawahi kushuhudia kadi nyekundu 3 kabla ya sasa. Tuelekee kwenye tenis, na zawadi ya fedha katika michuano ya Wimbledon ya mwaka huu zimeongezwa kwa 20% hadi kufikia pauni milioni 64.2. Mabingwa wa mashindano ya wanaume na wanawake katika mchezo wa mmoja wataondoka na kitita cha pauni milioni 3.6 kila moja, huku wachezaji watakaotolewa raundi ya kwanza wakilipwa pauni 80,000. Zaidi ya pauni milioni 60 zimetengwa kwa ajili ya mashindano ya kufuzu. Na katika mashindano ya magari ya Formula 1, viongozi wa mchezo huo wamekubaliana mpango wa hatua mbili wa kubadilisha muundo wa injini kufuatia ukosoaji wa kanuni mpya za mwaka huu. Madereva wamekuwa kilalamika mgawanyiko wa karibu 50-50 kati ya nguvu za injini ya petroli na nguvu ya umeme. Na kufikia hapo na kunja jamvi na narejea kwako Skola. Jamhuri ya Czech ama Korea Kusini, wapi unatupa karata saa hizi wakati mechi ikiendelea? Ngoma hiyo kubwa, lakini Song Heung-min amepoteza nafasi kadhaa za wazi. Kwa hivyo bado tunaangalia, lakini mimi pesa zangu nawekea mkeka, nawekea wale. Asante Kenani.